Of course kwanza wanadamu hawabadiliki. Na ndio maana watu wengine wanawaambia Mungu anaweza kuwasamehe wanadamu, lakini Mungu hataki kuwasamehe wanadamu. Hataki kuwasamehe wanadamu kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu hata ukimsamehe anarudia kosa lile lile. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu anakifanya kwetu sisi wa Kristo ni kwamba anataka tufe, tuifie dhambi. Na ndio maana kama Mungu angewasamehe wanadamu tu bure, Yesu asingekufa. Lakini ili Mungu awasamehe wanadamu aliua, alimwaga damu. Upatanisho hauwezi kutokea bila damu. Kwa hiyo ule msamaha wa juu tu ule haufai kitu. Lazima damu imwagike, uhai uondole, uhai kwa uhai. Sawa sawa? Kwa hiyo mwanadamu hapaswi kuaminiwa. Kwa hiyo single mother ukiwa either umedanganyika kwamba ameamini au yani vyanzo vyote vya yeye kujiapisha kwako kwamba ameamini vipo. Hawa ameamini kweli. Lakini pia kama unaona una imani kubwa, pia unaweza kumwoa yeyote. Unamwoa yeyote kwa sababu gani? Unaamini imani yako itashinda tabia yake. Lakini hiyo sio salama. Kwa nini dhambi ya uzinzi huwa inaonekana ni dhambi kubwa sana kiasi kwamba watu wameruhusiwa kwamba unaweza nafikiri ni Yesu ndo aliruhusu kwamba umwache mwanamke kwa kosa moja tu ambalo ni uzinzi? Ni kwa sababu swala la uzinzi linaonesha namna gani yule mtu liye naye hayupo pamoja na wewe kabisa. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana ujasiri wa kwenda kumvulia nguo mwanaume mwingine, moyo wake haupo na wewe kabisa. Lakini imani yako ndio itakayoamua sasa. Unajua Yesu Kristo ingawa alisema vile, imani yako ndio ambayo sasa inaamua huyu mwanamke namuweza au simwezi. Kwa sababu ni kama shirki pia. Yaani mtu ameenda kumwabudu Mungu mwingine huku Mungu wake yupo, si amemwacha? Tuko pamoja? Lakini mwanaume ambaye ana imani imara anaweza kuvumilia wakati wote, kumvumilia mke wake ili kumuonesha nia yake kwake. Anaenda na zini unamsamehe. Kama una imani kubwa. Lakini kama huna imani kubwa, mwanamke ambaye anafanya uzinifu manake huyo hayupo na wewe kabisa. Kwa sababu kule anaenda kuwasifu wanaume wengine. Na kule anaenda kusifiwa na wanaume wengine kwamba umeumbika kweli kweli. Kwa hiyo kile kitendo cha moyo wake kupenda neno la mtu mwingine kinaonesha neno lako limedharauliwa. Na ndio maana Wakristo tupo wengi kwa neno moja tu la Mungu. Yesu Kristo ni Bwana kwa Wakristo wote. Hawapaswi Wakristo kumfurahia bwana mwingine. Manake kama wakimfurahia mwingine wameshamwacha huyo hapo. Kwa hiyo yani ngono ni tendo la kuonesha kwamba yule mtu unamheshimu, unampenda na unapenda kila alicho na unakiheshimu. Lakini kitokea sasa unatoka nje ya ndoa, tayari manako shaona haya nilionayo ndani hayanifai. Na ndio maana mwanamke ambaye anapendwa kidhati na mume wake na kupewa haki zake hana muda na wanaume wengine. Na mwanamume anayejua wajibu wake kwa mke wake hana muda wa kuwafikiria wanawake wengine, kwa sababu anafikiria namna ya kumfanya yule mwanamke afurahi. Kwa hiyo tendo la ngono tendo la ngono la kumkutanisha mwanamke na mwanaume ni kipimo cha tendo la ibada ya mtu kwa Mungu. Je, utakuwa na Mungu huyu mmoja? Utamvumilia katika shida zako zote? Wakati utakapomuomba asikujibu, utakuwa mvumilivu? Wakati Mungu wako ataonekana kama yupo kimya, je, utakuwa mvumilivu? Bado utaendelea kumpenda? Ndiyo maana baada ya mtu kukaza uso wake na moyo wake kumuelekea Mungu, Mungu humpitisha katika mitihani. Mungu angalie kwamba ndani ya moyo wa mtu huyu ninaishi. Lakini yule mtu ambaye amevunja mkataba na Mungu, hana habari na Mungu tena, huyo mtu Mungu huwa amemwacha. Kwa hiyo huyo mtu anafarijiwa na vile alivyovitamani. Ndio. Sawa kabisa. Kwa nini tunasemaga mtu anapofanya zina anafanya juu ya roho yake, mwili wake, kitu kama hicho? Ni dhambi ambayo ipo ndani. Na ndio maana nimesema hivi, huwa nawaambia watu kwamba Yesu Kristo hakuja kudili na matunda ya matendo yetu. Alikuja kudili na chanzo cha matendo yetu.
Tuko pamoja? Ndani ya moyo wa mtu mzinzi kinachotawala ni uzinzi tu. Kwa hiyo Mungu anapomwangalia mzinzi, hata kama atajidhibiti kwamba nisimwangalie yule mwanamke, lakini anajizuia kwa sababu ndani yake kuna uzinzi. Ukimwona mtu anamuona mwanamke amevaa nusu uchi anafumba macho, yule mtu tayari uzinzi unafanya kazi ndani yake. Lakini tuangalie kwa mtu ambaye ni mtakatifu, ametakaswa na Mungu, hata kama wanawake watakaa uchi mbele zake, haathiriki, kwa sababu kile kilichoko ndani yake kina nguvu kuliko kile anachoona. Na ndio maana Yesu Kristo alisema jicho la mtu likiwa safi, mwili wake wote huwa safi. Kwa hiyo wanawake kutembea uchi haitafanya utakatifu wa Mungu usiwepo. Sawa sawa? Badala yake utakatifu wa Mungu unathibitika vile mtu wa Mungu anavyoishi. Lakini sio kwamba ndo wanaruhusiwa kutembea uchi vile, sijui kuvaa mavazi yasiyofaa. Iko hivi, kila mtu anathibitisha kile alicho. Ndani yake. Wewe kama ni mtakatifu utaonesha utakatifu wako kwa kujiheshimu na kujistiri. Na mwanamke muovu ataonesha uovu wake ndo kule kutembea nusu uchi. Na ndio maana makanisani ukimwona mwanamke anavaa nusu uchi, ujue kwamba mtu huyu hatupo naye. Uovu ulioko ndani yake ndo unaomtuma avae vile. Yesu ni fahari yetu ya heshima. Yesu ni uzuri wetu wa heshima. Sasa kwa nini viungo vyetu tuvione kwamba ndo vyenye kututambulisha kwa watu kuwa sisi ni wazuri? Furaha ya Mkristo, yani Mkristo hata kama hana nguo amevaa gunia bado ana furaha. Lakini na ndio maana Biblia inasema mwanamke asijipambe kwa mavazi ya kuvutia, na hata kama akivaa mavazi ya kuvutia asidhanie kwamba yale mavazi ndio yanayomfanya kuwa mzuri. Kinachomfanya mtu kuwa mzuri ni kile kilichoko ndani yake, Kristo. Na ndio maana katika mahubiri yangu yote naimba Kristo, 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 Kristo. Kwa sababu wale wanawake wanaovaa nusu uchi, laiti kwamba ndani yao angekuwepo Kristo, wangejua kwamba hivi tulivyovaa hatujavaa vizuri. Tumeweza kuona siku hizi vijana hasa maeneo ya vyuo wanaishi tu vizuri, yani cohabitation fulani hivi, kwamba watu wanaishi, mwanamke na mwanaume wanaishi chumba kimoja. Hasa maeneo ya tuseme elimu ya juu imekuwa kawaida sana. Unakuta wengine ni watu ambao wanaenda mpaka makanisani, makanisa tofauti tofauti. Ni watu ambao wanasali, ni watu ambao wanaswali, lakini wanaishi kivyo kinyumba. Kama wameoana lakini hawajaoana. Hii labda ikoje hii? Kwa nini imekuwa rahisi kiasi? Ni kwa sababu kwanza siku hizi makanisani tumepoteza walimu. Sawa sawa? Makanisa yamekuwa kama sehemu ya maonesho. Watu tunaweza tukaenda makanisani, lakini lile kusudi la kwenda kanisani tusilikute. Ukiona mtu anatenda dhambi, yani mtu anaenda kanisani na moyoni mwake ana mzigo wa dhambi na hautui, lakini bado anasimama kuimba, mtu huyo tayari moyoni mwake Mungu hayupo. Kwa sababu Waisraeli wakati wanatoka Misri walifika katika jangwa la Moabu. Mfalme wa Moabu akawa ametamani kuwafanyia kitu kibaya wa Israeli. Akamuita nabii Balaam ili awalaani. Tuko pamoja? Wakati anataka kuwalaani wa Israeli, akaambia yani watu wa Mungu, huwezi kuwalaani ukashinda, wala huwezi kuwapiga ukashinda kama wasipotenda dhambi. Ila ili watu wa Mungu washinde lazima wafanye watende dhambi. Sasa ili watu wa Mungu washinde lazima uwashawishi watende dhambi. Sasa ili watu wa Mungu watende dhambi lazima uleweshe akili zao wasahau kile walicho. Walisahau kusudi lao, wajisahau kwamba wao ni nani. Mmoja hapa kashauriwa atengeneze ulevi, watu wanywe, halafu watakapokuwa wamelewa aweke wanawake mbele yao. Watakapowaona wale wanawake, ule ulevi utawafanya watamani wasahau wao ni akina nani. Sasa kizazi chetu hichi kuna ulevi wa kisiri unafanyika. Sawa sawa? Watu wanafundishwa mambo ya Mungu kwa juu. Kwa hiyo akili zetu zimelewa. Yani ni kawaida mtu kumchukua mwanamke na kwenda mbele za Mungu tu vitu vile watu wanataka. Njooni kanisani mtapata mali. Umeona? Lakini bora usimkaribie Mungu ukiwa moyoni mwako unajua kwamba ninachofanya sicho. Yani bora mtu mjinga ajikute yupo kanisani kuliko mtu mpumbavu kwenda na upumbavu wake kanisani.
Sawa sawa. Sasa ili tendo wanalolifanya la kawaida kuishi ni kwa sababu tayari mioni mwao Mungu hayupo, na shetani anafanya hivyo, amewatia nguvu. Ni kile kitendo cha shetani kuzidi kutushtaki mbele za Mungu. Kwa hiyo shetani anamcheka Mungu kutokana na watu wake. Hao watu wanaitwa watu wako, lakini si unaona wanavyoishi. Kwa hiyo ndio maana Paulo anasema kila alitajia jina la Bwana na aache nini? Uovu. Kwa Yesu Kristo ndani ya wale watu hajaumbika bado. Kwa hiyo kinachofanya kazi ndani yao ni ile dhambi, sio Kristo. Yesu Kristo amekuwa wa mdomoni tu, sio wa moyoni. Sawa sawa. Na ndio maana mtu wa Mungu kwenda kuzini ilikuwa kwanza mtu wa Mungu kwanza hazini. Lakini sasa imekuwaje huyu anajiita kwa jina la Mungu na ni mzinifu? Ndicho kitu kinachozidi kufanya neno la Mungu kuwa gizani sana na watu kumtilia mashaka sana Mungu. Kama mna nia ya kuoana, mnaweza mkaamua muendelee kuzini, labda mnataka kuoana lakini mfunge ndoa ya pesa. Sasa kwa muda ule hamna pesa, mnaweza mkaendelea kuzini kwa sababu nia yenu ni hiyo njema. Shetani ili kufanya mambo yawe magumu, amefanya mambo ya haki yawe adimu. Swala la kuoana halikuhitaji pesa. Sawa? Lilihitaji uhiari wa watu. Na ndio maana zamani mwenye jukumu la kujua mwanangu amekuwa ni mzazi. Mwenye jukumu la kujua kwamba mtoto wetu anatakiwa kuleta heshima katika familia ni mzazi. Lakini leo hii watoto wanaishi kama waliotelekezwa. Tuko pamoja? Kwamba mtoto ndiye atakayekuja kuniambia, mtoto ndiye atakayekuja kumwambia baba yake kwamba nataka kuoa. Na ndio maana nasema hivi, tendo la uzinzi linaleta aibu kwa familia. Na ndio maana wazee wa zamani kama Ibrahimu anamwambia mwanae, mwanangu, yani anamtafutia mwanae mke. Tuko pamoja? Kwa sababu Isaka kama angekuwa na hamu ya ngono akaenda kuimaliza, pengine angekuwa amemdhalilisha Ibrahimu. Sasa ule mfumo wa zamani ndio ulikuwa sahihi. Mzazi kutokana na urithi aliyomwekea mtoto wake amwandalie sherehe waoane. Tuko pamoja? Au mtu kama amezaliwa yatima, kama amezaliwa ni yatima au ni mtumishi wa sehemu, yule bosi wake au kwa nakotumika amwambie huu mshahara wako sikupi na nafanyeje na kuozesha. Sasa swala la leo ndoa kuwa fahari ni hili hapa, kwamba watu wanafikiria kwamba sasa tuishi kwa sababu kuoa ni fahari. Kwa sababu vijana wameachwa wajitaabikie wenyewe. Sasa shetani akaweka wepesi kwamba bwana, hata kama hamjaoana, hamna uwezo, mnaweza mkaendelea kuishi kwa pamoja. Kwa hiyo kutokana na gharama ambazo watu wanafikiria zinatakiwa, wanaona ngoja huku kwenye uwezekano. Kweli wana nia nzuri, lakini kile kitu kinadhalilisha wazazi. Kwa sababu mpaka mwanao anashauriana na binti kule wanachukuana, inaonyesha wewe huku mwekea nini? Urithi wowote. Lakini wanaweza wakaendelea tu kuzini wakiwa wanasubiria. Wale watu kuendelea kuzini kwanza ni kitendo kinachomdhalilisha Mungu kwanza. Ambapo kwamba pia watu wenye mamlaka kidini wanalazimika kuwafata wale watu na watumie uwezo wao. Kama wale watu kweli wana nia ya kupendana waoane. Lakini sioni kama kuna namna ya kuadhibiti, sawa? Kuna namna ya kuadhibiti wasiishi pamoja kwa sababu ya mwili. Namna ya kuadhibiti ni kuwatendea wema. Kwa sababu siku hizi tunaona kuna ndoa watu wanafunga mwanamke tayari na mimba. Kile kitendo ndo maana ninachozungumza kwamba wale watu walikutana kwa nia nzuri, lakini ile nia nzuri imeleta udhalilishaji. Ujue mtu ambaye yupo jela anatafuta kwa vyovyote awe huru. Lakini je, nyinyi mlioko huru, je, mnashughulika kwenda kuhangaika na masuala ya huyo mtu? Kama nyinyi mlio huru hamhangaiki kwa ajili ya mfungwa wenu, kuna uwezekano yule mtu akafia gerezani. Kwa hiyo swala la vijana wengi kuoa, yani kuchukuana wasioane kwa heshima ya wazazi, la kwanza inaonyesha wazazi wao hawawajali. Na hata kama wanawajali, hao watoto wao wenyewe wameoana kwa tamaa. Kwa sababu kama wazazi leo hii wangekuwa wanamjali Mungu, wasingeshindwa bwana watoto wetu bwana wamependana, tuweke kitu watu waheshimiane kitu hicho.
Sawa sawa? Kwa hiyo kufanya vile ni nia nzuri, lakini kosa. Ni kosa kuanzia kidini, na ndio maana makanisa mengi yalipaswa kuwadhamini vijana waoe, wasichukuane. Na wazazi wengi walipaswa yani kuhakikisha kwamba mwanangu ana hamu ya kuoa, ameoa au ameolewa, ili kuleta heshima ya kile tulicho. Sisi ni watu wa Mungu, tulipaswa yani kuwasaidia watu wote wajue kuwa tuna Mungu kweli. Kwa hiyo lile swala la watu kuchukuana, Mungu hawezi kulihukumu moja kwa moja kwamba wametenda dhambi. Lakini pia lile ni tendo la kudhalilisha, kuonesha kwamba hawa watu hawana msaada. Na ndio maana kijana mwenye uwezo wa pesa anaoa. Lakini kijana asiye na uwezo wa pesa, wengi wanafanya nini? Zinaa. Lakini kijana mwenye wazazi ambao hawakumzaa kwa bahati mbaya wanampambania. Uongo kweli? Kweli. Kitu hicho. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba inaonesha wazi kwamba watu wengi wanaishi kama yatima. Okay, tumalize kama kuna lolote juu ya hili la ubaya wa dhambi ya zinaa. Naweza kumalizia tu kwa kusema kwamba kinachofanya tutende dhambi au watu waanguke kwenye uzinifu ni dhambi yenyewe. Mungu anawaelezea Waisraeli ubaya wa uzinzi kutokana kwamba mtu anayezini hujidhalilisha yeye mwenyewe na familia yake. Kwa hiyo Waisraeli wapambane kuhakikisha ndani ya taifa la Israeli hakuna uzinzi. Waisraeli waoane, kuonesha kwamba wanapendana na wanaheshimiana. Na leo hii vijana ambao wanaungana na Mungu au wahubiri wanaomhubiri Mungu wajue haiba za watu wao, wawasaidie. Kwa sababu kitendo cha uzinzi unaleta laana katika familia. Mtu ambaye tayari ni mzinifu, tayari mwenye akili, kuna uwezekano mkubwa akili ya mtu mwenye kufikiria uzinifu ikawa imekufa kwenye masuala ya kufikiri vizuri. Sawa, kama tumeacha channel yetu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.